Tuliwakwaza hata watu ambao hatushindani nao ubingwa, hata watu ambao sio wapinzani wetu, kwa sababu tu wafanikiwa. Alafu tuwe tunakuja viwanjani, sawa basi watu wakachukia, wakawa na hasad. Kwa hiyo ushindani wazee wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote. Dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya CRDB. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa. Wameenjoy sana. Kuna ugumu gani wa kukubaliana na msimamo wa mashabiki na viongozi na kuwa na jambo moja kwa ajili ya hawakuwa na ugumu wote, as long as mbele yetu kulikuwa kuna haki. Wakishakuwa na haki basi hakuna ugumu wote. Wanamtanguliza Mungu na ipambania haki yako. Basi hali labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazani ngamia kaliwa Dar es Salaam. Umejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ubingwa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri 3 tu ilikuwa. Lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa 7 na mwezi wa 8, waahidi wanayanga wa kila mkoa tutafika mwaka huu. Kombe litafika na so far tuna makombe 4, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue tutaanzia wapi. Lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa. Kuna kombe uwanjani ingekanza na tofauti sana. Fainali ni zidi ya Singida Black Stars. Timu ambayo ina ushindani pia kwenye ligi ya. Endapo tunachukua CRDB mtafikisha makombe 5 kwa batini, kitu ambacho pengine hakipatikani kwenye ligi yetu ya Tanzania. Singida ni mpinzani mgumu, na hivi amefika fainali baada ya kumshona Viola. Kwa hiyo atakuja na ushindani mkubwa zaidi na confidence. Kwa tunaamini, hata ukiangalia umeona hizi sherehe ziko mbali kabisa na timu. Hapa tunasherehekea sisi tu wanachama na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu. Mtakuja kushtuka timu tayari kwa Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Hali kwa kumbukumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Kwa kumbukumbu zangu sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini ndo mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri tumekuwa tukichukua ubingwa mara zote na yeye akiwemo. Kwa safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabidhiwa kombe, yeye pia alishiriki kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na limetufurahisha kwa sababu sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa siku ya mwisho. Ndio kwa tumaliza ligi na Dodoma, Ken Gold nani wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni, akapanda yeye mbele na tukamshona na yeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isichukue ubingwa msimu. Wanasema dabi na shaka katika kumbukumbu zangu, nadhani wewe ndio utakuwa habari medali nyingi. Hii kwako ukoje na unawaambia nini mahabari wengine ambao labda walikuwa wakuchukulia poa? Kwanza ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi. Hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi. Hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa mimi sio mjanja kuliko wengine. Wala nisikufuru Mungu kusema kwa mimi mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki klabu. Kwa hiyo na mimi ameniweka kwenye hizo nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi. Kwa hiyo baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Kwa sababu haujui idadi ziko ngapi? Ni nyingi shehe, sijui idadi ni ngapi. Unatoa funzo gani kwa mahabari wengine wanaokuja, wanaoanza au wenye malengo? Waache tu unafiki na ubinafsi. Waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa limbukeni unakuwa mbinafsi, unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi. Na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Kwa sababu ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako, upate raha peke yako, na nini peke yako, Mungu sana anaweka mbali baraka. Mungu anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua.
Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu, wala hakuna shida. Hali watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale, ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza hicho, kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa na Yanga. Yanga ilikuwa na madhaifu madogo, na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Kwa nafikiri na wao wameweka rekodi na wanatakiwa wajibu kwa wanachama wao. Kulikuwa wanachama imara kama Yanga, muda huu ameshatoa maelezo kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na Yanga. Shukrani. Hii watu tuliwakwaza hata watu ambao hatushindani nao ubingwa, hata watu ambao sio wapinzani wetu, kwa sababu tu wafanikiwa tunakuja viwanjani, sawa basi watu wakachukia wakawa na hasad. Kwa hiyo ushindani wazee wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote. Dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya CRDB. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa. Wameenjoy sana. Kuna ugumu gani wa kukubaliana na msimamo wa mashabiki na viongozi na kuwa na jambo moja kwa ajili ya hakuwa na ugumu wote, as long as mbele yetu kulikuwa kuna haki. Wakishakuwa na haki basi hakuna ugumu wote. Wamtanguliza Mungu na ipambania haki yako basi. Hali labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazani ngamia kaliwa Dar es Salaam, mmejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ubingwa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri mitatu tu ilikuwa, lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa 7 tuna mwezi wa 8, tunaahidi wanayanga wa kila mkoa tutafika mwaka huu, kombe litafika, na so far tuna makombe 4, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue tutaanzia wapi, lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa. Kuna kombe uwanjani ingekuwa tofauti sana. Fainali ni zidi ya Singida Black Stars, timu ambayo ina ushindani pia kwenye ligi ya. Endapo tunachukua CRDB tutafikisha makombe 5 kwa batini, kitu ambacho pengine hatupatikana kwenye ligi yetu ya Tanzania. Singida ni mpinzani mgumu, na hivi amefika fainali baada ya kumshona Viola. Kwa hiyo atakuja na ushindani mkubwa zaidi, na confidence. Kwa tunaamini, hata ukiangalia umeona hizi sherehe ziko mbali kabisa na timu. Hapa tunasherehekea sisi tu wanachama na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu. Mtakuja kushtuka timu tayari kwa Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake, na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Hali kwa kumbukumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Kwa kumbukumbu zangu sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini ndio mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri tumekuwa tukichukua ubingwa mara zote na yeye akiwemo. Kwa safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabidhiwa kombe, yeye pia alishiriki kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na limetufurahisha kwa sababu sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa siku ya mwisho. Ndio kwa tumaliza ligi Dodoma, Ken Gold nani wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni, akapanda yeye mbele na tukamshona na yeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isichukue ubingwa msimu. Wanasema dabi bila shaka katika kumbukumbu zangu nadhani wewe ndio utakuwa habari medali nyingi. Hii kwako ukoje na unawaambia nini mahabari wengine ambao labda walikuwa wakusudia kwa? Kwanza ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi. Hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi.
hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa mimi sio mjanja kuliko wengine, wala nisikufuru Mungu kusema kwa mimi ni mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki klabu. Kwa hiyo na mimi ameniweka kwenye hizi nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi. Kwa hiyo baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Kwa sababu haujui idadi ziko ngapi? Ni nyingi shehe, sijui idadi ndio. Unatoa funzo gani kwa maafisa habari wengine wanaokuja, wanaoanza au wenye malengo? Waache tu unafiki na ubinafsi. Kwa nini? Waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa limbukeni unakuwa mbinafsi, unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi, na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Kwa sababu ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako, upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu sana anaweka mbali baraka zake. Mungu anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua. Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu, wala hakuna shida. Hali watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale, ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza hicho, kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa na Yanga ilikuwa na madhaifu madogo, na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Kwa nafikiri na wao wameweka rekodi na wanatakiwa wajibu kwa wanachama wao. Kulikuwa wanachama imara kama Yanga, muda huu angeshatoa maelezo kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na Yanga. Shukrani.